kuweka vitu vingine ndani mwake, tayari hilo hekalu la Mungu litakuwa limeharibiwa. Bwana asifiwe. Nataka tuangalie kwa haraka ya kwamba hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo nyinyi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Paulo akizungumza na Wakorintho, kumbuka kwamba maisha ya Wakorintho wao walikuwa wanaishi maisha ambayo asilimia fulani mwili na mambo ya dunia hii ilikuwa inachukua nafasi kwa haraka. Maisha yao waliishi maisha ambayo hayakuwa mazuri sana, lakini Paulo sababu alikuja kuacha wao na akawa analisaidia hili kanisa tena la Korinto, ili wakajua kwamba maisha yale walioyaishi mwanzo kabla hawajaokoka na walipookoka, yule aliyechukua nafasi ndani mwao sasa kuwa mtawala wake ni mwingine. So anasema kwa hili kanisa la Wakorintho ya kwamba hamjui ninyi ya kwamba ninyi mili yenu hii imekuwa hekalu la Mungu lilo takatifu. Tasoma mahali pale kwa haraka ya kwamba hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Bwana asifiwe. Amen. Ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Sasa aseme ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani mwako. Alikuwa akijumuisha kundi kubwa, kanisa nzima, watu, kusanyiko, alikuwa anazungumza kwa wao. Anasema kwamba na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama Roho wa Mungu anakaa ndani mwako, ya kwamba anakusaidia, hakuna vile dhambi na uovu utasalia ndani mwako. Sababu sisi tumefanyika kuwa chombo cha dhamana, na lazima turuhusu yule Roho yeye aendeleze kazi yake ndani mwetu. Yeye atatusafisha, yeye atakufanya upendeze Mungu, yeye atakusababisha pia upendeze pia na wanadamu. Uishi maisha mazuri yanayompendeza Mungu siku zote. Bwana asifiwe sana. Na Roho wa Mungu anapokuwa ndani mwa mtu, ya kwamba yule mtu atakapokuzungumza kwake, tabia zake, kuishi kwake, maisha yake, unapoyaangalia unajua kwamba kweli huyu Roho wa Mungu anakaa ndani mwake na anafanya kazi ndani mwa huyu mtu. Lakini mtu ambaye amekosa Roho wa Mungu, Roho hayumo ndani mwake, ukimfuatilia utaona katika kuongea kwake, mazungumzo yake, anaweza akafanya chochote, kwa maana katika hilo hekalu sasa Roho wa Mungu afanye kazi ndani mwake. So anasema ya kwamba na yule mtu ambaye ataliharibu, nitarudia kwenye aya 17 kwamba na kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu ataharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ni ninyi. Bwana asifiwe. Amen. Hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ni ninyi. Na pia amezungumza kwamba na yule mtu ambaye aweze akaruhusu Roho wa Mungu akakaa ndani mwake, ya kwamba na akiliharibu hilo hekalu, Mungu mwenyewe atamharibu, kwa sababu hekalu la Mungu ni takatifu. Lazima uokovu tuutunze ili tuwe chombo cha dhamana. Bwana asifiwe sana. Roho anapochukua nafasi ndani mwa mtu, yeye anakufundisha na anakusaidia, kwa maana yeye alitoka kwa Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 14 kwenye aya 16, Yesu anasema kwamba nanyi mkinipenda na kuzishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi, yule atakaye kaa pamoja na ninyi siku zote hadi mwisho wa dahari. Ukikosa Roho Mtakatifu ndani mwako, yeye akikosekana ndani mwako, ya kwamba kile ambacho kinachukua nafasi ndani mwako ni dhambi. Lakini Roho anapokuwa ndani mwako, yeye ni msaidizi, atakusaidia, atakuonyesha ya kwamba huu ni uovu na hizi ni dhambi, na huu ni uovu na huu ni ubaya. So atakuepusha na kila aina ya dhambi ambayo yaweza kufanywa na mtu yoyote. Lakini ukiona mtu ameokoka lakini anarudi kufanya dhambi, ya kwamba Roho wa Mungu afanyi kazi na hayuko ndani mwake. Bwana asifiwe sana. So anazungumza mambo haya.
analisaidia hili kanisa ili watu hao wakawe wakijua kwamba kumbe kuna hatari mtu akiliharibu hekalu ama Roho wa Mungu akikosa ndani mwa mtu, ya kwamba ataanza kufanya mambo mengine ambayo hayapendezi Mungu. Ataanza kufanya mambo mengine ambayo hayapendezi Mungu. Lakini Roho anapokuwa ndani mwako, yeye ni mwalimu. Maandiko yanasema kwamba yeye ni mwalimu, yeye ni msaidizi, yeye ni mwombezi, yeye atakusaidia, atakufundisha. Yeye atakusaidia kuelewa mambo ya Mungu, na pia atakusaidia kuelewa kwamba hizi ni dhambi. Na yeye anapokuwa ndani mwako atakuepusha na dhambi. Lakini akikosekana ndani mwako, ya kwamba mtu anaweza akafanya tu dhambi wakati wowote, na yeye atakuwa ameingia katika nafasi ya kuwa chombo ambacho ni cha uharibifu. Lakini chombo cha dhamana ni kile chombo ambacho yeye mwenyewe amekitakaza. Mtu ambaye amejipeana kikamilifu, maisha yake yanatawaliwa na Roho, maisha yake yanatawaliwa na neno la Mungu ndani mwake, ya kwamba muziki wa maisha ya mtu mwenye tayari ameruhusu Roho Mungu anatawala ndani mwake, yule mtu anaishi maisha ambayo yanamjua Mungu siku zote. Bwana asifiwe. Amen. So anasema mambo haya ya kwamba kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Watu wa Mungu wakasema amen. Amen. So kujipeana katika lugha ya Kiebrania inaitwa jarman, which means devoted. Ani unajipeana kikamilifu kwa Mungu na unakataa uharibifu. Uharibifu ni dhambi, kama nimetangulia kusema. Uharibifu ni kila aina ubaya ambaye haupendezi Mungu. Maisha ambaye hayapendezi Mungu. Maisha ambaye hayapendezi hata watu. Maisha ambaye mtu anaishi lakini hana uhusiano wote na Mungu. So ni kujipeana kikamilifu, ambaye katika lugha ya Kiebrania inaitwa jarman. Ni CHARMAN. Bwana asifiwe sana. So kuna kile ambacho Paulo anazungumza mana hapa, na anasaidia hili kanisa ili lijue kwamba mili yao ni hekalu la Mungu. Najua mwili ndio huwa unatenda dhambi. Mwili unatenda dhambi, unatenda usharati, mwili unakunywa pombe, mwili unatusi, mwili unatabari mambo ya ulimwengu huu, mwili unapigana, mwili unaweka uchungu, mwili unaweka hasira, mwili unaweka kila kitu ambacho hakipendezi Mungu. Lakini Roho wa Mungu anapokuwa ndani mwa mtu, ya kwamba ule mwili unatakasika ndani na nje, matokeo ya mtu inapendeza Mungu.